Karibuni tena ndugu zetu katika familia yetu ya Maarifa ya Neno, ili tuweze kutafakari kwa pamoja, hasa katika siku hii ya mwisho ya mwezi wa 5 ambao ni mwezi wa Maria. Hivyo basi tafakuri yetu ya leo inahitimisha tafakuri ya kipindi chote hiki cha mwezi wa Bikira Maria, na ujumbe wetu ambao unaenda kutufungia tafakuri hii unasema: Bikira Maria aliandaliwa rasmi kiroho na kimwili. Bikira Maria aliandaliwa rasmi kiroho na kimwili. Na tunaenda kusindikiza tafakuri hii kwa ujumbe usemao kwamba hakika tumpe Bikira Maria maua yake, tuachane na chuki za kiimani au kimadhehebu. Tuachane na chuki za kiimani au kimadhehebu, tumpe Bikira Maria maua yake, sio kwa kumpamba kwa uongo, bali tumpe maua yake. Sasa basi, kama nilivyosema, kama mwisho wa mwezi wa 5 ambao ni mwezi wa Bikira Maria, tunaenda kukamilisha tafakuri, na kichwa cha habari ndicho hicho tulichosema kwamba Bikira Maria aliandaliwa kiroho na kimwili kumzaa Yesu. Aliandaliwa kiroho na kimwili kumzaa Yesu, na tunaenda kuona maandalizi haya ya kiroho na kimwili yalikuwaje. Sasa jambo ambalo wapinzani wa heshima kwa mama yetu Bikira Maria wanashindwa kulipinga ni ukweli kuwa Bikira Maria aliandaliwa rasmi kumzaa Mungu. Haikuwa bahati mbaya, bali Bikira Maria aliandaliwa rasmi kumzaa Mungu. Sasa kama tunakubaliana na hilo, swali ni je, aliandaliwaje? Na utaona hapo ndipo wapinzani wanapopata kigugumizi, hasa katika kutoa upinzani wao, na hapo ndipo wanapokosa mashiko. Lakini ni ukweli usiopingika kuwa Mungu alimwandaa mama Bikira Maria kiroho na kimwili. Sasa alimwandaa ili apate kuwa mama wa Mungu, na pia ili aweze kuwa mfano bora kwa watu wote. Kumbuka, hayo ndio majukumu mawili tuliyaona kwa Bikira Maria, kwamba la kwanza ni kuwa mama wa Mungu, na pili kuwa mfano bora kwa watu wote. Na tunasema ni kuwa mfano bora kwa watu wote kwa sababu tuliona kwamba kila jambo alilolifanya Yesu, alilofanyiwa na ambapo alilisema, yote haya yalifanyika ili kuwa mfano kwetu, ili kutufundisha. Maisha ya Yesu duniani kama mwanadamu ni ili kutufundisha sisi. Vile vile hata na maisha ya mama yetu Bikira Maria yalifanyika kama yalivyokuwa, ili kuwa mfano ulio bora kwa watu wote. Sasa ni muhimu kujua kuwa Bikira Maria hakumzaa Mungu kwa bahati mbaya. Ule ulikuwa ni mpango rasmi wa Mungu uliothibitishwa katika kupashwa habari kwa Bikira Maria. Salamu ya malaika Gabrieli inathibitisha upendeleo aliokuwa nao Bikira Maria, kwamba alibarikiwa kuliko watu wote. Maana yake ni kuwa Mungu alimpa upendeleo katika hali ya kiroho, vile vile kimwili. Sasa kimwili tuna hakika kuwa ni mpango wa Mungu kuzaliwa na mwanamwali bikira. Hilo lilinenwa na manabii kama tunavyoweza kusoma katika kitabu cha nabii Isaya na kadhalika. Ni mpango wa Mungu kuzaliwa na mwanamwali bikira, na hiyo kama tulivyosema imenenwa tangu zamani. Kwa utaona maandalizi hayo ya kimwili. Sasa ikiwa kama wapinzani wanakubaliana kwamba Mungu alimwandaa vyema kimwili ili azaliwe naye katika hali
sio tu ya ubikira, bali pia pasipo na kumjua mume. Basi iweje wakatae maandalizi ya kiroho? Maana yake, kama watapinga maandalizi ya kiroho, basi ni sawa na kuushusha uweza wa Mungu. Kwa sababu endapo kama Mungu aliweza kuzaliwa na mwanamwali bikira pasipo kumjua mume, ambapo hiyo ni tofauti kabisa na maumbile na utaratibu ambao ndio upo katika wanadamu, je, Mungu atashindwaje kumwandaa Bikira Maria pia kiroho? Sasa Mungu ni muweza wa yote. Ndio maana aliweza kumfanya Bikira Maria ambaye alikuwa bikira kuzaa pasipo kumjua mume, na ni mwanamke wa kwanza na wa mwisho kuweza kuzaa katika hali hiyo. Hajawahi kutokea mwingine na haitawahi, labda iwe ni mpango wa Mungu. Sasa kwa vile basi Mungu ni mweza wa yote, basi alimwandaa pia kiroho. Kiroho Mungu alimwandaa kuwa katika hali ambayo Mungu anaipenda na anayoitamani kutoka kwetu. Kiroho Mungu alimwandaa katika hali ambayo anaipenda na anayoitamani kutoka kwetu. Sasa Mungu anapenda nini kutoka kwetu? Mungu anapenda sisi tuwe watakatifu. Na ili tuwe watakatifu, Mungu anatupenda tuwe na moyo safi. Kumbe basi Bikira Maria alipendelewa, alijaa neema na alipendelewa kuwa na moyo safi usio na doa, sio tu ili amzae Mungu, bali pia awe fundisho kwetu. Kwa hiyo basi usafi wa moyo ni mojawapo ya sifa za Bikira Maria, kama tulivyoona katika tafakuri iliyotangulia. Na pia anayepinga sifa hii, basi huyo ana wivu na mama na pia ana chuki za kimadhehebu. Ni wazi kuwa kuna wale waliojitenga na Kanisa Katoliki na ambao wao wanapambana kupinga chochote ambacho ni cha Wakatoliki. Lakini wapende wasipende, wajue tu kuwa Bikira Maria ana sifa ya kipekee ya kuwa na moyo safi. Ndio maana tunausifu moyo safi wa Bikira Maria, na anayepinga sifa hii ya mama, basi huyo hana sifa ya mtu mwenye unyoofu wa moyo, kwani kusifu kwa wapasa wanyoofu wa moyo. Ndivyo tunavyoambiwa katika Zaburi ya 33 mstari wa kwanza. Kusifu kwa wapasa wanyoofu wa moyo. Basi endapo kama mtu atapinga sifa hii ya mama ambayo ni halali kabisa, basi huyo hana sifa ya mtu mwenye unyoofu wa moyo. Hivyo basi tuwasifu Yesu Kristo na Mama Maria. Mungu awabariki sana na kuwatunza. Amen. Tumsifu Yesu Kristo.